Bwana, nimekuletea kitu kimoja siku ya leo. Baada ya siku mbili tatu nilikuwa sipo hewani, nimeona nije na hiki hapa, kisa tu cha kweli. Story inahusu Peter na Wende. Huyu Peter na Wende walikuwa wanafanya kazi sehemu moja katika kiwanda cha sufuria huko Chang'ombe. Basi wakati wanaendelea kufanya kazi, siku moja Wende akapata bahati ya kupendwa na bosi, basi akampandisha cheo kidogo, akawa foreman katika kiwanda cha sufuria. Manake Peter sasa atakuwa ni mfanyakazi wa kawaida ambaye atakuwa anasimamiwa na Wende. Ingawa hawa watu mwanzo walianza kazi pamoja, japo si marafiki wa karibu sana, lakini ni watu ambao walielekea kuwa marafiki kwa sababu wanafanya kazi katika kiwanda kimoja. Baada ya kupata cheo bwana Wende, ikabidi Peter awe chini ya Wende. Na kama unavyojua haya masuala ya vyeo na nini, mtu kishakuwa huko hapo juu, basi inategemea akili ya mtu. Unaweza kuwaona wengine hawafai kwa sababu wamepata cheo. Maisha yakaendelea kama kawaida. Wende akawa anamnyanyasa sana Peter. Basi wakawa wakiendelea na kazi kama hivyo, Peter akawa anavumilia. Siku ya siku ikapelekea Peter, kwa sababu mambo ni mengi, ikapelekea baadaye Wende akamsababishia Peter kufukuzwa kazi katika kiwanda cha sufuria. Peter alitoka pale kwa unyonge sana, kwa sababu ndio kitu ambacho alikuwa anategemea. Unajua masuala ya mjini, panga chumba, ana mtoto, ana mke na watoto tuseme. Lakini Wende kwa sababu alifika pale juu akawa kasahau kule alipotoka. Peter akaacha kazi, akafukuzwa. Wende akaendelea na kazi. Maisha yanaendelea, miaka nenda miaka rudi. Ikatokea pale kazini kuna mashine zikaibiwa. Sasa Wende ndio foreman. Katika kuulizia na nini, inaonekana kwamba kuna baadhi ya watu walishiriki pale, lakini pamoja na wale, kwa sababu wale walikimbia, ikabidi na yeye afanyaje, ahusishwe katika lile, kwamba alikuwa wapi. Ikabidi Wende naye akafukuzwa kazi. Maisha ya kawaida huku mtaani, bwana Peter akakutana na mtu mmoja anaitwa Frank, ambaye yeye anafanya kazi kwenye haya masuala ya magari, lakini kwenye kampuni fulani.